Mapenzi ya Mungu ni sisi wote tuirithi ufalme wa mbinguni. Kwa sababu Yesu Kristo alipokufa kwa ajili ya dhambi zetu, mlango wa mbinguni ulifunguliwa kwa sisi wote, maana tulikuwa tumesamehewa makosa yetu. Lakini je, tuko tayari kuingia katika ule ufalme wa mbinguni, ama tunaendelea kumrudisha Yesu Kristo katika msalaba tena? Na mlango wa mbinguni tayari ulisafunguliwa, na Bwana anatukaribisha sisi wote tukaweza kuirithi ule ufalme wa mbinguni. Karibu sana kwa channel yangu, returning subscriber, returning viewers, new viewers. Mungu amani akawabariki. Asante kwa support yenu. Tuendelee kuinuka kwa pamoja. Neema ya Bwana kasidi kuachia maisha yenu. Sasa tunaenda kusoma andiko la Bwana, tunatuambia kwamba ufalme wa mbinguni unatuhitaji sisi wote. Tukatembee jinsi Bwana apendavyo, tukatende sawa sana mapenzi yake. Na kila tunaotenda kinyume juu ya kwamba tutakosa ule ufalme. Na Bwana anataka sisi wote. Ametualika mahali pale ili tukaweze kuingia, maana aliposa akaruhusu mwanawe akafe kwa ajili yetu ili tukaweze kuipokea ule ufalme wa mbinguni. Tunaomba soma andiko la Bwana kutoka kitabu cha Yohana sura ya 6, Yohana sura ya 6 mstari wa 39 na mstari wa 40. Biblia inasema, na mapenzi yake yeye aliyenituma ni haya, kwamba nisipoteze hata mmoja kwa wale alionipa, bali niwafufue wote siku ya mwisho. Mstari wa 40 nasema, kwa maana mapenzi ya Baba yangu ni haya, wote wamuonao mwana na kumwamini wawe na uzima wa milele, nami nitawafufua siku ya mwisho. Wote wamuonao mwana na kuamini. Hayo ndio mapenzi ya Bwana. Tukaweza kuamini Yesu Kristo, maana alimtuma ili akakuja akatuokoe, tukaweza kuipokea ule ufalme wa mbinguni. Lakini je, tuko tayari kupokea ufalme wa mbinguni? Tuko tayari kuingia mbinguni? Maana mlango ulisafunguliwa. Lakini wale watakaoingia pale ni wale wamemwamini Yesu Kristo, wanatembea jinsi Mungu apendavyo bila kutenda kinyume na yale matarajio Mungu anayotarajia kutoka kwetu. Na Yesu akamwambia kwamba mwenye alimtuma hataki hata mmoja akaweze kupokea. Lakini dunia sasa unaona kwamba wengi ndio tunapotea, tutembei jinsi Mungu apendavyo. Sasa tunaomba ya kwamba tukajioji, tukajirudie, tukaona ni wapi kule tumeenda kinyume na yale mapenzi Mungu apendi, ili tukamrudie Kristo, tukamwamini, maana mlango tayari usafunguliwa. Lakini utafika mahali mlango ukisafungwa hautafunguliwa tena. Ingekuwa rahisi, ingekuwa poa tuingie pale jinsi Mungu ametualika, na kisa vile mlango umefunguliwa na kila kitu kitakuwa sawa katika maisha yetu. Wacha tuendelee kumtumainia Bwana, tukajioji, tukafanya bidii. Mahali tumeenda kinyume, tukainame, tukamulilie Bwana, tukaombe msamaha, atufungulie njia pasipokuwa na njia, akatuongoze, akatuinue ili tukaweza, maana Yesu alikufa kwa ajili yetu. Lakini tunapoendelea kutenda dhambi, tunamrudisha msalaba mara nyingine tena. Na hayo ni yale Mungu ambayo hataki. Kwa sababu inafaa tukamwamini, tukamtumainie, tukatenda jinsi apendavyo, ndipo tukaweza kujipatia wakati, nafasi ya kuingia katika ule ufalme wa mbinguni. Ndipo nasema kwamba hataki hata mmoja akaweze kupotea. Ndipo nasema kwa 39, na mapenzi yake yeye alinituma. Mapenzi ya Bwana aliyetuma Yesu Kristo afe kwa ajili yetu ni kwamba sisi wote tukaweza kuipokea ufalme wa mbinguni. Hataki hata mmoja akipotea, maana atahuzunika sana, atanongoneka sana, atanungunika sana. Wacha tuchikase, wacha tutie bidii, tusiredi Yesu Kristo down, maana alikufa kwa ajili yetu, alipitia mateso kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya makosa yetu. Wacha tusimame tukaambie Mungu atusamee mahali tumeenda kinyume, tukafuate njia zake ili tukaweza kujipatia nafasi ya kuingia katika ule ufalme wa mbinguni. Kwa sababu ilisema ya kwamba nisimpoteze hata mmoja, na wale walionipa bali niwafufue wote. Kwa mapenzi ya Baba yangu ni haya, wote wamuonao Bwana kumwamini wawe na uzima wa milele. Wote wamuonao Bwana na kumwamini wawe na uzima wa milele. Je, tunamwamini Bwana ili tukaweze kupokea uzima wa milele?
ama tunaamini mambo ya dunia, ama tunaamini Shetani. Maana Shetani pia yeye anataka wale ambao wataenda na yeye jehanamu. Hakuna hataki kwenda peke yake kule. Tuwe tumesimama upande gani? Tujiulize hili swali. Je, wewe umesimama saidi gani? Umesimama upande gani? Umeamini na ulimuona Yesu Kristo? Je, umeamini? Uko sure utapata uzima wa milele? Utaingia katika ule ufalme Mungu ametuandalia sisi wote, ametukaribisha mahali pale? Hii ndio maswali tunafaa kujiuliza. Tujue kama kuna mahali tumeenda kinyume, tukaombe Bwana akatupe nguvu na uwezo ili tukatubu, tukamulilie Bwana, tukanyenyekea miguuni pake, tukamulilie akatusamee, tukachukue wokovu, tukamuomba akatuongoze. Roho Mtakatifu akasiti kutuongoza, tujue namna ya kutembea, ndiposa tukaweza kufikia katika ule ufalme wa mbinguni. Maana pia Yesu atuwezi, lakini tutakapomtumainia Kristo, tutakapotembea jinsi Bwana apendavyo, uzima wa mbinguni tutaipokea, na Bwana atatukaribisha mahali pale kadri na mapenzi yake. Tuchikaze, tuchitie nguvu, tuone ufalme wa mbinguni kadri na mapenzi ya Bwana. Bwana ni mwema, mwaminifu, kimbilio, tumaini, tegemeo letu. Lakini ule uzima si rahisi kuingia pale, ili hali lazima tujitolee, ndiposa tukaweza kujipatia nafasi, ndiposa tukaweza kutembea jinsi Mungu apendavyo. Tusiende kinyume kadri na mapenzi ya Bwana, ili tukaweza kuipata ule ufalme wa mbinguni. Bila kutembea jinsi Mungu apendavyo, tutakosa kuona ule ufalme wa mbinguni. Jiulize jinsi upendavyo, unatembea kivipi, na Mungu azidi kuinuka katika maisha yetu. Bwana akatuongoze, akatupe kibali, wema wake ukazidi kutuonekania, wema wa Bwana ukazidi kuwa juu ya maisha yetu. Chikazeni mwendo, kama mwendo ni wa milima na mabonde, lakini katika milima na mabonde wacha tuombe Mungu atupe nguvu, atupe uwezo, atupe uvumilivu, atupe kibali, kwa sababu changamoto zitakapokuja tuwe na ule uwezo na nguvu za kusimama bila kutingisika, tukijua mwelekeo wetu tunaelekea wapi, na Mungu atakapokuwa upande wetu, hakika tutafika ile safari hadi mwisho wake. Bwana hawezi tuacha, Bwana hawezi tuipisha. Tuchikaze hii mwendo na kila kitu kitakuwa salama katika maisha yetu. Tuchipe moyo, tuchikaze, tuvumilie, tuone uwepo wa Bwana katika maisha yetu. Hiyo ndio kitu tunaomba, na Mungu wa amani hawezi tuacha. Wewe jioji, je, utapata ule uzima wa mbinguni? Maana Yesu hataki, Mungu hataki hata mmoja aweze kupotea, bali sisi wote tumekaribishwa kule tukaweze kuirithi ile ufalme wa mbinguni. Acha tujiulize, na Mungu wa amani akazidi kutuinua, neema yake ikazidi kutubariki, Bwana akazidi kwa upande wetu, na tuchikaze hii safari na umwendo hadi tufikie ile safari, sisi wote tuweze kuona ule mji Mungu ametuandalia. Asanteni sana.